Ebana, ni kwa mara nyingine tena na siku nyingine kama ilivyo ada. Yes, na hii ni sehemu ya 5, yani episode 5 ya kazi nzuri inayokwenda kwa jina la Ndala za Chuma. Na bila kuchelewesha muda, mimi ni wako Shama. Na hapa tunakwenda tulipoishia pale ambapo tulimuona Jimmy akimfukuza Agnes kutoka ndani ya ofisi yake. Let's go. Jimmy alibaki pale pale mlangoni huku akiwa amekishikilia kitasa. Moyo wake ulizidisha mapigo, jasho dogo lilianza kumtambaa usoni. Jimmy, nimekuaje mimi? Alijiuliza. Akageuza mgongo na kuubandika mlangoni. Kisha akateleza nao mpaka makalio yake akashuka sakafuni. Alihisi kujuta. Alihisi kufanya maamuzi magumu ambayo hayakuhitajika. Acha tu ubora wa kazi alionao Agnes, lakini pia alishaanza kuvutiwa na msichana huyo. Utulivu na uvumilivu wa msichana huyo ulikaribia kumshawishi awe pamoja naye, na hilo ndilo liliona jambo baya. Hakutaka kuteleza katika biashara yake kwa sababu ya mapenzi. Yaani penzi ni kitovu cha uzembe. Aliamini hilo. Matatizo ndiyo ladha ya maisha. Yapo yanayotukumba ili kutuonjesha na kutupa hadhari kuwa maisha hubebwa na ladha mbili kuu, yani utamu na uchungu. Sasa haya ya Jimmy yalianza kumvaa taratibu, huku ladha husika asitambue kama ni ya chumvi ama ya uchachu. Usiku wa jana yake hakupata usingizi vizuri kutokana na yule mzee wa ajabu. Alimhesabu ni wa ajabu tu, maana hakuna sehemu ambayo alitoa namba yake kumpatia mzee huyo. Achana na kumtambulisha kuwa ile ara katika jina lake ni Ramadhani. Alilala kwa tabu sana, huku moyo wake ukiwa umejaa wasiwasi. Kukucha anakuja kufanya maamuzi mabovu kabisa ambayo anayajutia. Simu yake mezani iliita. Akajiinua kwa tabu toka pale chini alipokuwa ameketi. Hakuwa na shaka, ni simu ya ofisini. Alizilazimisha hatua zake haraka na kuelekea katika meza yake. Aliiweka simu sikioni mwake. Jimmy, kuna barua yangu hapo chini ya meza, ni muhimu. Jimmy punde sana simu akarejesha juu ya meza. Yale mapigo ya moyo aliyokuwa yakikimbia kwa majuto ya kumfukuza Agnes sasa alianza kupaa. Sauti aliyoisikia ni ile ile iliyotoka kumpa mateso siku ya jana yake, mpaka akafikia kuogopa kuigusa simu yake na kuiacha nyumbani kwake. Hapa tena linazuka la simu nyingine. Simu aliyoambiwa chini ipo barua ni ile iliyokuwa mbele yake kwa wakati huo. Mikono ilimtetemeka. Akaijongesha kwa uoga mpaka karibu na simu hiyo. Akaisogeza. Ni kweli, kulikuwa kuna bahasha. Nani ameleta? Jibu halikuwa pengine zaidi ya kuifungua bahasha hiyo. Ndani yake kulikuwa kuna karatasi iliyokuwa imefungwa vizuri. Akaikunjua na kukutana na maandishi yaliyoandikwa kwa mkono. Habari yako. Nina majina mengi kama ulivyo umri wangu, lakini naomba unitambue kama Ndala za Chuma tu. Nasikitika sana kwa kuangukiwa na safari hii kijana wangu. Safari ngumu, ugumu ambao sitaweza kukuelezea katika maandishi haya machache. Pia upo katika barabara ya lami. Hutaweza kunielewa kijana wangu. Hivi karibuni utaingizwa katika njia mbovu bila ya wewe kupenda. Huko kuna vichaka, mito na madimbwi. Njia hiyo ni mbovu kiasi cha kuharibu kiatu chochote utakachokivaa kabla ya kuimaliza safari yako, aidha ukiwa hai ama umekufa. Utakapozihitaji ndala za chuma, unaweza ukanitafuta, lakini nitaomba uhakikishe ukomavu wa nyayo zako tu. Ni hilo tu. Natumai usiku wa jana ulihifadhi namba yangu. Asante. Mwisho ujumbe. Na huo wakawa mwisho wa Jimmy kuweza kusimama kwa miguu yake kwa wakati huo. Alidondoka na kupoteza fahamu papo hapo. Pressure ilimpanda. Ni saa 9 kasoro. Pole sana Brad. Asante.
Asante, alijibu Jimmy. Akajiinua kidogo kutoka katika kile kitanda alicholala na kuweka glasi ya maji mdomoni, ambayo alikunywa kidogo na kurejesha kwa mvulana aliyekuwa pembeni yake. Johnny, ni nani aliyekupa taarifa? Jimmy aliuliza kwa uchovu. Yule mvulana aliyekaa pembeni, ambaye mwili wake ulijengeka vizuri kwa mazoezi na kuifanya fulana aliyokuwa ameivaa imbane maeneo ya mikononi na kifuani. Alitabasamu kabla ya kumjibu Jimmy. Agnes ndiyo amenitaarifu. Yeye na wafanyakazi wako wengine wawili ndio waliokuleta hapa. Nimewaamuru warudi tu ofisini. Vipi lakini? How do you feel by now? Jimmy alitulia kidogo. Hakusikia neno lolote baada ya jina Agnes kutamkwa. Jina hili lilimrejeshea picha nzima ya tukio lililotokea baada ya kumfukuza kazi msichana huyo. Akaikumbuka barua iliyofanya kwa nguvu. Kisha jina la aliyetuma barua ile likamvaa mdomoni na kujikuta akilitamka bila kukusudia. Ndala za chuma. Ndala za what? Yule jamaa aliyekuwa pembeni yake alimsikia, akahoji kwa mshtuko. Baada ya hapo, inabidi tupitie kanisani. Kauli nyingine ya kumtatiza mvulana aliyekuwa pembeni ilimtoka Jimmy. Hey Jay. Yes, bana, na hiyo ilikuwa ni sehemu ya 5 katika kigongo kizuri kinachoelekea kwa jina la Ndala za Chuma. Tunaona Jimmy anaitwa Hey Jay na huyu anayemuita ni nani? Basi usikose katika mwendelezo wa Ndala za Chuma episode ya 6. Mimi ni wako Shama. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Ciao.